komnima zawadi akakomnima. Komnima zawadi akakomnima. Majelo kadule zawadi akakomnima. Asili ndicho kitu muhimu. Huwezi kumpenda mama ukamdharau aliyemzaa mama. Sisi hatuamini, kwa sababu hatuamini kwamba wapo kwenye professional. Sisi tunawaheshimu wao kama madaktari kama sisi, lakini sasa wao hawaamini kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wao hawawezi kuyatekeleza na sisi tuwaweza kuyatekeleza. Kuna matabibu ambao kwamba sisi tuwakubali, tuambiwe tuwafuate. Kuna na matabibu tumeambiwa sisi tuwakataa tu. Lakini huwa hawatupendi sisi, wasema sisi ni wauaji. Majelo kadule zawadi akakomnima. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Hamisi Kimbwila. Mimi ni mzaliwa wa hapa Likoni, Mombasa. Na nimekuwa nikishughulika na mambo haya tiba za kiasili tangu mwaka 1994. Shida hapa saa hizi tunaifanya mpaka iwe unga ili tuweze kuichunga, manake haitumiki mpaka iwe imesagika. Na mwalimu wangu ambaye amenifunza ni family member, mtu wangu wa karibu sana. Unaona, hata kuna picha yake iko hapa. Unaona, huyo ndio mwalimu wangu ambaye amenifunza tiba hii ya kiasili kuanzia mwaka 94. Unaona, yeye ni kakaangu mkubwa, kwa sababu kwa familia yetu, kwa upande kwa babu za baba alikuwa kwa tabibu vile vile, na pia kwa upande wa babu za mama pia alikuwa kwa tabibu vile vile. Majina, mimi ni Salim Hussein Omar Kilalo. Na kabila yangu ni Mdigo, na Udigo umeendelea mpaka kwa baba na babu na nyanya. Kwa hivyo shughuli hii ambayo kwa sasa hivi tuko hapa kuiulizia maswali ni shughuli ambayo imetoka katika azali yetu, yani wale wakale wetu
watangulizi walikuwa na hizi kazi wakiendelea nazo. Unaweza kutupa picha kidogo kwamba hao wagonjwa wako wanaokuja wana tabia gani ya matumizi ya tiba? Yaani hapa ninazungumzia kwamba kwa mfano mimi nikaja na umu wa tumbo. Ndio. Ukanipa dawa. Ndio. Kwa hiyo nitakuwa naendelea kula hiyo dawa yako moja kwa moja au labda nitaichanganya na dawa fulani ya kizungu? Kunao baadhi ya wagonjwa ambao huwa wao hawawezi concentrate na dawa aina moja. Utapata pengine yuko na dawa, alikwenda hospitalini na kwa maradhi hayo akapatiwa dawa kule hospitali, anaendelea kuzitumia, lakini still bado pia atakuja kwetu ama atakuja kwangu kuhitajia dawa, unaona, ya maradhi yale. Sasa kunao wengine ukimweleza kwamba itabidi akueleze uwazi, ikiwa anatumia dawa nyingine aina yoyote ile, basi aiwache kwanza aweze kutumia hizi dawa zetu, unaona, ndio tuweze kupata hakika ni dawa ipi ambayo imemponesha. Lakini sasa kutokana na ule wasiwasi ama shaka yao, atakuwa anatumia hizi dawa hizi za miti za kiasili na zile za hospitali pia anatumia kwa wakati mmoja. Naam. Sasa kuna baadhi ya dawa ambazo huwa zinadhuriana. Hizi dawa za miti, kuna nyingine ambazo zinadhuriana, hazihitaji kutumiwa pamoja na dawa zile za hospitali. Kuna nyingine hazina wasiwasi, na kuna baadhi ya wagonjwa atakwambia mimi nina dawa za hospitali ambazo natumia. Utamwambia hakuna wasiwasi, hii utaweza kutumia tu, haina shida, haziwezi kudhuriana hizi dawa mbili. Unaona? Kwa hivyo waweza kutumia kwa wakati mmoja. Lakini ziko nyingine ambazo zinaleta madhara. Sasa wako wale wenye kuelewa, utamueleza na atakueleza wazi kwamba mimi zile itabidi niziweke kando pembeni kwa sababu nimezitumia kwa muda mrefu na sijaona matokeo mazuri. Sasa wacha niziweke kando, nitumie hizi nazo niangalie zitanipeleka vipi. Unaona? Wao wenyewe. Wengine unamshauri anakubaliana na wewe, lakini kuna wengine anakuta haiwezekani. Yeye ana wasiwasi kwamba nikiwacha hizi basi huenda nikapata madhara. Hello. Waalaikum salam. Hiyo mambo nimeirudia, lakini si kitambo sana, hivi baada ya swalati saa 10. Ndio nimerudia, manake sikushinda vizuri kwa sababu ya hiyo homa. Leo ni Jumatano. Tuangalie mpaka Ijumaa. Sasa sisi tunaheshimu mtu hata akija akiwa amekusudia kama hapa. Lakini tukipima, tukiona kwamba hapa hatuwezi kufaulu, tunamrifaa kwa madaktari wa kizungu. Lakini wale kule hata kitu kikiwashinda, wanaweza kumpa mtu hata mwaka mzima, enda uje tarehe fulani na wakose majibu, enda uje tarehe fulani na wakose majibu. Kwa bahati mzuri hivi leo kama tumekutana mapema, labda tungekuwa kesi hii tumewaonyesha. Kulikuwa na kijana ana mke wake. Huyu mke ni mjamzito. Huyu mke ana hakika kwamba ana mtoto tumboni. Mwezi ni wa 9. Sasa hospitali anaambiwa kwamba hana mimba. Na wamefanya scanning wakakuta hakuna mimba.
Kwa hiyo akaproduce kabisa na zile X-ray. Kwamba hana mimba. Sasa huyu alipokuja kunieleza, ni asubuhi tu leo, kanieleza, nikamwambia huyu ana mimba, lakini hii mimba imefichika, na huyu mtoto hakukaa, yaonekana yuko hivi, amelala hivi, ni cross. Lakini huyu mama ako na Subiani. Subiani unamjua, jini yani. Sasa ajabu, huyu mtoto ndani ya hiyo miezi 9, lakini hatingishiki, alitulia kimya. Nikatengeneza kombe, kamaliza, kaeka kwenye karatasi, nikamwambia kaeke ndani ya maji, alafu umpe mama anywe. Usiondoke, kaa hapo kama dakika 30. Kisha kumpa ile kombe. Basi ameenda akafanya hivyo, akakaa. Halafu muda ule ule yule mama amesema tumbo nasikia yacheza. Ile tumbo imecheza, ikacheza mpaka kufikia hivi saa 9:30 yule mama amejifungua. Namwambia sasa nenda kawaambie alikuwa na mimba amejifungua. Ushirikiano mzuri hakuna kati ya matabibu wa kiasili na matabibu wa kiserikali, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna udhaifu fulani wa kifikira, unaona, sehemu kati ya wale wenzetu na sisi kifikira haziowani. Unaona, sisi tunawaheshimu wao kama madaktari kama sisi, na tunaamini kwamba wao wako na utaalamu kiasi chao, na tunaamini kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wao wanaweza kuyatekeleza na sisi hatuwezi kuyatekeleza. Lakini sasa wao hawaamini kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wao hawawezi kuyatekeleza na sisi tuwaweza kuyatekeleza. Waganga wako aina 3. Kwa hivyo nafikiri hii aina moja tutaizungumzia sana, kwa sababu aina moja ni hawa waganga wa kisayansi. Mimi nawaita waganga wa kisayansi, hawa wa serikali, madaktari wa mahospitalini. Hawa ni waganga wa kisayansi. Unaona? Tuwaondoe hao, tuwaeke kando. Tukija kwenye sisi sasa, watu wa tiba za kiasili, sisi tuko makundi mawili. Kulingana na ufahamu wangu ni makundi mawili, ambapo kundi la kwanza ni waganga wale ambao tunatumia miti, mizizi, matawi, mbegu na hata magamba ya miti. Unaona, moja kwa moja tu kutibu nayo maradhi tofauti. Unaona, hilo sasa ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni wale waganga ambao wao huwa wanatumia mchanganyiko. Wao wanatumia miti kama vile nilivyotangulia kusema, miti na matawi na hali kadhalika, lakini pia wanatumia kiroho. Wanatumia matibabu ya kiroho, yani spiritual healing. Wanatumia kiroho, yani kimaombi. Wanaomba, unaona, kutumia na ile miti pia. Sasa wanachanganya yote kupitia maombi na kupitia ile miti wanafanya matibabu yao. Mwanajuma Omari Selemani. Sasa langu ni sawa kabisa. Yaani nitaka lije na kule. Niende vizuri ni sawa kabisa. Na hapa kwako ni panaitwaje? Hapa paitwa Misufini. Misufini. Mji wa Omari Mwakisanga.
Kwa hiyo unaweza kutueleza kuhusu kazi ambayo unazifanya? Kazi zangu lazima waelezee. Mimi kazi yangu ni kukanda watu walio na mimba. Huwa namshughulikia, na kwa vile nilikwenda semina nikaagizwa vifaa ambavyo natumia. Shasikia. Niliambiwa ukizalisha mtu, kitu cha kwanza ile nyumba ikitoka, nianze kuondoa mtoto. Nikishamfunga zile pini, nikimaliza naondoa mtoto. Kiondoa mtoto, vile vifaa vinavyobakia, yani nyumba ya mtoto, na mwa ile dawa vile jitoni jiki na mwaya pale, vile vifaa vyote na vimwalia. Alafu niwe ninavaa nini, mipira glove. Alafu pale nashika mtoto, namwondoa, namwalia vile vifaa, namaliza naondoa mtoto, alafu naondoa vifaa, napeleka chooni. Huo ni bwana. Alafu pale kama na mimba, ana matatizo, pengine mimba mdunga hawezi, ndio nampa na hizi dawa sasa. Na mkanda huko watumia zile dawa. Hata kimaliza kutumia zile dawa, basi huwa wakojoa vizuri, maana hizi zangu zaitwa dawa za gasi, ile ya tumboni. Sasa nikimpa zile dawa kikojoa sana, na pengine atakwenda haja kubwa, huwa yule mtoto atembea vizuri, na ile shida ya kumlemea pia yaondoka. Mimi naitwa Bidala Famao. Mimi ni mama ambaye ni daktari wa tiba asili. Mimi nazalisha, mimi nakanda kina mama ambao Mungu hawajajalia kupata mimba, huwa nawafanyia vipimo na wakanda dawa mpaka wapata mimba. Mimi nakanda kina mama ambao wana mimba, kama mtoto amelala vibaya na mweka sawa, kama mtoto hajageuka kichwa chake kuangalia chini, na kutoa dawa mpaka mtoto yageuka. Hapo mtoto usiku wa uchungu huwa hana shida, yazalia vizuri. Mimi dawa ambazo natumia ziko dawa mara mbili. Natumia dawa za mizizi kwa kina mama ambao wamefikisha mimba miezi 7, miezi 8, kwa kuwatafutia usalama wa kuzaa vizuri. Mimi nina dawa za kuchemsha za maji ambazo nawapa kina mama kusafisha matumbo, wale ambao watafuta watoto. Mtoto kama pengine ni mgonjwa wa kienyeji, pengine amedhofika, kuna dawa ambazo pia huenda kutafuta, alafu akaogeshwa ule mtoto akamsanga. Hizo ndizo shughuli ambazo ninaendelea nazo. Hapa ndio nazalishia, hapa ndio mama analala hapa, namzalisha. Hivi ndivyo vifaa vyangu, mpamba, gloves. Hii huwa navaa. Hii ni dawa ambayo mama akizaa kumaliza na mwaga na pangusa na nunua mama na kupeleka pale wanapumzika. Nyumba hii huyu mzee alikuwa ni mtabibu. Kulingana na mazoea na bidii yangu, akaniona tuwe pamoja, tushirikiane. Elewano yetu mimi na huyu mzee kwa muda wa miaka kama ngapi hadi? Afika 10, 20. Afika. Sasa nikawa tutashirikiana, ikawa kama wachini wake. Sawa bwana. Nilipa karatasi nikanunua dawa baada ya mgonjwa tulitengeneza, tunahudumia mgonjwa. Mwenyezi Mungu anajalia anapata uzima.